Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 12 siku ya leo ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 11, na kama utakuwa unakumbuka vizuri pale ambapo tulikuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo wakati tukiwa hatujui kabisa Mona Lisa, Edison pamoja na Jackson Kifaru ni wapi ambako walikuwa naelekea usiku wa leo. Huku upande wa pili Daniel Kabazu alikuwa na haha kweli na kuumia moyo wake mara baada ya kusikia kwamba Mona Lisa alikuwa ameonekana na mwanamume katika maeneo ya ofisini kule Kibaha kwa Mfipa, na huku alikuwa na furaha kubwa sana. Na sasa anaambiwa kwamba eti alikuwa ametoka nyumbani na kusema kwamba anaweza asirejee tena mpaka kesho asubuhi. Katika sehemu hii ya 12 tuanzie hapa Mbezi Mwisho, Dar es Salaam, katika baa moja ambako kuna watu wawili walikuwa naendelea tu kupata unywaji. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Majira ya saa 2 kasoro za usiku maeneo ya Mbezi Mwisho, Dar es Salaam, katika baa moja kubwa maeneo ya njia panda ya Malamba Mawili. Ndani ya baa hiyo, upande wa sehemu ya juu kabisa, mfano wa ghorofa iliyojengwa kwa mbao pamoja na miti, huku ikiezekwa kwa makuti, huku juu ambako kulikuwa na mwanga hafifu wa rangi nyekundu, kunaonekana kwamba kulikuwa na watu wachache sana, ni kama watu 7 tu kwa idadi yao, kwa sababu kiachilia mbali mhudumu ambaye alikuwa anaingia na kikapu cha plastiki ambacho kilikuwa kimejaa vinywaji. Lakini pia mwishoni kabisa katika upande wa kushoto mwa huu ukumbi kulikuwa na meza moja ambayo ilikuwa imekaliwa na watu wawili, yani mwanamke pamoja na mwanaume ambao walikuwa katika muonekano wa wapenda nao. Lakini pia katika upande wa kulia mwishoni kabisa mwa huu ukumbi tunawaona watu 4 waliokuwa wamekaa kwenye meza moja. Kati yao kuna wanawake 3 waliovalia vijigauni vyepesi na vifupi pamoja na mwanaume mmoja, na meza yao ilikuwa imeshafuliwa na chupa za bia pamoja na pombe kali. Utadhania kwamba labda kulikuwa na sherehe fulani hivi. Tunamwona huyu wa kike aliyevalia sketi fupi iliyokuwa na rangi nyeusi pamoja na t-shirt nyeupe, akiwa anatembea kuifuata ile meza iliyokuwa na watu 4, na huku macho yake alikuwa ameelekea kwenye ile meza ambayo anaweza kuwaona wale wanawake walikuwa wanashindana kumfanya vitendo vya kimahaba huyu mwanaume mmoja. Mhudumu anafika pale kwenye ile meza ya watu 4, anakagua chupa moja baada ya nyingine. Zile ambazo anaona zilikuwa na vinywaji anazitoa, na huko vile vinywaji ambavyo alikuwa navyo alikuwa anaviweka pale mezani, na kisha anaanza kuondoka zake. Dani mpenzi, na una simu yako inaita. Inasikika sauti ya kike katika ile meza. Huyu alikuwa ni mmoja kati ya wale wanawake 3 ambao ni kama vile walikuwa katika ajira ya kumfanyia vitendo vya kimahaba huyu mwanamume. Mwanaume huyu kweli kabisa anachukua simu yake mezani na kisha kutazama. Anaona jina la mpigaji kwamba alikuwa ni mama yake. Anapokea mara moja simu hiyo. Niambie mama. Anazungumza vile huyu kijana ambaye sasa tunaweza kuiona sura yake kwamba ni kijana Daniel Kabazu. Daniel, vipi, uko wapi? Mbona kama uko ba? Ilikuwa nauliza vile sauti ya mama mtu mzima kutokea huko upande wa pili wa simu. Ndio mama, niko maeneo ya Mbezi hapa. Na Mona Lisa vipi, umeshampata? Alikuwa anauliza vile swali huyu mwanamke kutokea huko upande wa pili wa simu, ambaye sasa ndio watu wanagundua kwamba alikuwa ni mama yake mzazi na Danieli, yani Bi Sabrina ama Lina kama ambavyo watu walikuwa wanapenda kumuita. Kusema kweli kabisa mama, Mona Lisa hapokei kabisa simu zangu, lakini mama yake amesema kwamba atamtafuta zaidi. Alikuwa anazungumza vile Danieli. Kwa sasa kila kitu ni mpaka ufanywe, si ndio? Haya, uendelea kukaa tu, utakapokuja kustuka umeshakosa kila kitu. Alikuwa anang'aka vile mwanamke mtu mzima kutokea huko upande wa pili wa simu kabla ya kukatwa simu yenyewe. Danieli anaitazama simu kwa sekunde chache kama vile kuna jambo ambalo alikuwa anawaza. Lakini ni kweli kabisa jamani, hapa ni lazima hata mimi mwenyewe nifanye jambo.
Alikuwa anazungumza pale Daniel mwenyewe, na huku alikuwa anaweka simu mezani na kuendelea tu na burudani ya vinywaji. Sekunde chache baadaye simu yake inaanza kuita tena. Anapotazama jina la mpigaji, safari hii alikuwa ni mama yake na Mona Lisa. Anapokea mara moja simu ile. Habari za sasa hivi tena mama. Vipi, ulifanikiwa kumpata Mona? Alikuwa anauliza pale swali Daniel kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku, na huku alikuwa anaonyesha ishara ya kukaa kimya wale wanawake ambao alikuwa nao. Ndio, nimefanikiwa kumpata baba. Anasema kwamba yupo kwenye kikao pamoja na wenzake, na amesema kwamba atanielezea zaidi kesho. Kuwa na amani kabisa baba. Alikuwa anazungumza pale mama yake na Mona Lisa kutokea huko upande wa pili wa simu, napo sasa Daniel akaacha tabasamu. Lakini hata hivyo mama, naamini kabisa kwamba Mona Lisa sio mwanamke wa hivyo. Wala sina wasiwasi naye kabisa. Alikuwa anazungumza pale Daniel kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu kabla hawajaagana na mama Mona Lisa na kisha kukata simu. Sasa mambo ndio kama hayo bwana. Alikuwa anazungumza pale Daniel kwa furaha kubwa na kuwafanya hata wale ambao walikuwa wamekaa katika meza ya jirani wamtazama kwa mshangao. Sasa warembo, tuendelee tu kunywa na kisha baadaye tukalale. Mwiteni mtu wa jikoni aje hapa haraka. Alikuwa anazungumza pale Daniel akionyesha kufurahishwa na kile ambacho alikuwa ameelezwa na mama yake na Mona Lisa, kwamba Mona Lisa alikuwa pamoja na marafiki zake kwenye mazungumzo. Na wakati huo binti mmoja kati ya wale mabinti watatu alichomoka mara moja. Ungesema kwamba alikuwa na njaa ya siku mbili, akielekea katika upande wa ngazi za kuelekea chini katika baa hii kwenda kumuita mhudumu wa jikoni. Majira ya 2:30 za usiku, gari ya Mona Lisa Toyota RAV4 ilisimama katika maegesho ya hoteli ya Panama, ambayo hii iko mita chache kutoka hapa mizani, yani pembezoni mwa daraja la mto Mpiji ambalo ndilo linatenganisha mkoa wa Pwani pamoja na jiji la Dar es Salaam. Watu walikuwa ni wachache sana katika maeneo haya, japo magari yalikuwa ni mengi sana katika maegesho. Ni wazi kabisa kwamba watu walikuwa ndani ya hoteli. Na kwa hakika kabisa eneo hili lilikuwa ni tulivu sana. Hata sauti ya muziki kwenye eneo la nje lenye sehemu ya vinywaji ulikuwa nasikika kwa mbali sana. Jack, naomba nisubiri mara moja hapa na kuja. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anashuka kutokea kwenye gari na kuelekea liliko jengo la utawala la hoteli hii kubwa kabisa na nzuri, ambayo utulivu wake ulikuwa ni mzuri, na huku alikuwa anamwacha Jackson kwenye gari akimsindikiza tu kwa macho. Jackson anaweza kumwona Mona Lisa aliyejaliwa uzuri wa sura pamoja na umbo, vile ambavyo alikuwa anatembea kwa mwendo ambao kikawaida ungesema kwamba ulikuwa ni mwendo wa madaha, na kufanya makalio yake yatikisike kwa mpangilio mzuri kabisa wa kusisimua na kupendeza. Yani kama ningekuwa vizuri basi najua kabisa leo ningekesha naye mpaka asubuhi. Alikuwa anajisemea vile tu Jackson, ambaye anakumbuka miaka zaidi ya 5 iliyopita, siku ambayo ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa na ya mwisho kulala na mwanamke, na mwanamke mwenyewe alikuwa ndio huyu Mona Lisa Edison. Jackson anaanza kuhisi dudu yake ilikuwa nasimama ghafla tu kwa nguvu. Anajisemea tu kwamba alikuwa anawaza ujinga, na huku alikuwa anamtazama Mona Lisa mpaka alipotoweka usawa wa macho yake na kuingia ndani ya jengo kubwa la hoteli hii ya Panama, ambalo lilisha kuwepo kwa jengo kubwa la ghorofa 4, lakini pia kulikuwa na majengo mengine 5 katika upande wa kushoto mwa hoteli. Jackson, ambaye hakuwa anajua kabisa walishokuja kufanya hapa kilikuwa ni nini, anajutia nafasi yake ya kumpoteza Mona Lisa miaka 5 iliyopita, na anaamini kabisa kwamba kama wazazi wake wangekuwa na uwezo ambao walikuwa nao toka mwanzo, basi pengine angekuwa ameshakutana na Mona Lisa muda mrefu sana, na sasa wangekuwa na familia kabisa kama mke na mume. Lakini pia kingine ambacho Jackson kilikuwa kinamjia kichwani muda ule ni kwamba kila kitu ambacho alikuwa anamiliki Mona Lisa kwa sasa ulikuwa ni uwezo wa mume wake, kwa maana kwamba hakuwa anafahamu wala kujua uwezo wa wazazi wa Mona Lisa mwenyewe, zaidi ya kuhisi kwamba Mona Lisa alikuwa amekulia katika familia ambayo ilikuwa na uwezo kipesa. Jackson anajikuta alikuwa anampatia lawama zote mjomba wake Kichenje, kwa sababu ndiyo aliyesababisha wazazi wake watupe katika umaskini, yani kuwatuma watu wakawafanyia utapeli wa pesa. Sina chochote ambacho naweza kumfanya.
Lakini yeye mjomba pamoja na shangazi sintoka kuwasamehe hata kidogo katika maisha yangu yote. Alikuwa anawaza vile tu Jackson mpaka alipokuja kustuliwa na mtu ambaye alifungua mlango. Unawaza kitu gani tena Jackson? Na ni kwa nini usiwe na furaha kama ambavyo mimi nina furaha jamani? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu, na huku alikuwa anapanda kwenye gari ambalo bado lilikuwa linaendelea tu kunguruma. Nilikuwa mbali sana kimawazo. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye hakuishia hapo. Alitulia kidogo na kisha kuzungumza tena. Lakini sisi ni binadamu Mona Lisa, na ni lazima tu tuwaze. Hakuna mwanadamu ambaye huwa hawazi hata kidogo. Alikuwa anazungumza vile Jackson. Basi sawa Jack. Lakini naamini kabisa kwamba usiku wa leo mawazo yako yote yataondoka. Ayashuka sasa, twende ndani. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anaondosha gari taratibu kuelekea katika upande wa vijumba vidogo vidogo vitano ambavyo vilikuwa vimejitenga-tenga. Yani kila kijumba kimoja kilikuwa na sehemu yake, na kulikuwa na sehemu yake ya kupumzikia kwa nje pia. Gari inasimama nje ya moja kati ya zile nyumba ndogo tano ambako anamkuta mwanamke mmoja mrembo sana aliyevalia sketi ya pink, shati jeupe pamoja na sweta jekundu ambalo lilikuwa limekatwa mikono. Alikuwa amesimama nje ya nyumba ile moja ambayo sasa mlango ulikuwa wazi. Tumeshafika tayari baba. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha ilikuwa ni sauti yenye adabu, na huku alikuwa anazima gari. Lakini Mona, hapa si hotelini jamani. Alikuwa anauliza vile swali Jackson kwa sauti ya mshangao. Ndio Jack, hapa ni hotelini. Utaishi hapa kwa muda wakati tunaangalia kitu gani ambacho tutafanya, sawa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ni wazi kabisa kwamba ilishafanya maamuzi, na huku alikuwa anafungua mlango na kushuka kutokea kwenye gari. Lakini sasa Mona Lisa, mbona hapa panaonekana wazi kabisa kwamba pana gharama kubwa sana? Alikuwa anauliza vile swali Jackson, na huku yeye alikuwa anafungua mlango na kushuka, na kisha anamfuata Mona Lisa katika upande ambao alikuwepo. Jackson bwana, kwa sasa wewe ulikuwa unataka tuende vichochoroni ama? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa ambaye sasa anafungua mlango wa abiria wa nyuma. Wakati huo yule mwanamke alikuwa anawafuata kwenye gari. Karibuni sana jamani. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanamke kwa sauti nzuri ya upole na ukarimu mkubwa. Tunashukuru sana dada. Mona Lisa alikuwa anaitikia vile, ambaye sasa anatoa mfuko wa kwanza kutokea kwenye gari. Yule mwanamke anataka kupokea. Hapana dada, wala usijali, sisi tumeshakaribia tayari na tutaingia wenyewe tu. Simulisema kwamba chumba ndo hiki. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye wakati analipia chumba alipewa maelekezo yote na kuonyeshwa chumba alishokuwa amelipia, na huku alikuwa anampatia Jackson mfuko. Ndio dada, chumba ndo hiki. Basi kama kuna chochote ama mtahitaji chochote, humo ndani kuna simu na wanaweza kupiga tu namba 0. Atapokea mtu wa mapokezi na atawahudumia. Alikuwa anazungumza vile huyu dada kwa sauti ya unyenyekevu kama wadada wa Njombe kwa kina Felix Mwenda. Mona Lisa akajibu sawa, na huku alikuwa anatoa begi dogo pamoja na mkoba wake wa mkononi. Anafunga mlango wa gari na kisha kuloki kabisa. Twende sasa baba. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo kwa hakika kabisa msikilizaji ilikuwa inaonyesha ni namna gani ambavyo alikuwa na furaha kubwa, na huku alikuwa anaongoza njia kuingia ndani ya ile nyumba. Jackson nyuma yake alikuwa anatembea taratibu, na huku alikuwa anatazama mazingira kwa makini. Mawazo kichwani mwake alikuwa anatembea kama mshale wa sekunde kwenye saa. Alikuwa anawaza mambo mengi sana kijana wetu Jackson. Yaani leo ndo iwe bahati yangu na yeye alale hapa pia. Aise, hata sijui itakuwaje kusema kweli. Alikuwa anawaza vile tu Jackson ambaye mpaka hapo alikuwa anajihisi kutamani kitumbua cha Mona Lisa,
ambaye kusema kweli kabisa sasa alikuwa amezidi kuwa mzuri mara 10 zaidi. Lakini sasa nawaza ujinga tu jamani. Atalala huko alafu kesho amwambie kitu gani mumewe huko nyumbani? Alikuwa nawaza vile tu Jackson mwenyewe ambaye sio tu kutokupenda kutembea na mke wa mtu, lakini pia kumtamani Mona Lisa aliona kwamba ni sawa na kutamani chakula cha kwenye video. Alikuwa nawaza vile Jackson mwenyewe ambaye sio tu kutokupenda kutembea na mke wa mtu, lakini pia kumtamani kwake Mona Lisa alikuwa naona kabisa ni sawa na kutamani chakula cha kwenye video. Wawili hawa wanaingia ndani ya hii nyumba ndogo ambayo ilikuwa naonyesha wazi kabisa kwamba ilikuwa na chumba na sebule. Jackson anaona kulikuwa na makochi matatu ambayo yalikuwa naizunguka meza, lakini pia kulikuwa na friji moja ndogo, kulikuwa na meza ndogo ilikuwa na TV, kulikuwa na redio pamoja na deki ya CD. Vyote vilikuwa pale juu ya meza. Hapo Jackson ambaye alikuwa ameambiwa ataishi hapa kwa muda, akajikuta alikuwa na hamaki mwenyewe. Lakini sasa kabla hata hajastuka vizuri, tayari alikuwa ameshashikwa mkono wake na Mona Lisa. Twende chumbani basi Jackie, kwa sababu anahitaji kuoga na kisha kula, alafu ndio tuzungumze. Alikuwa anazungumza vile mrembo Mona Lisa, na huku alikuwa anamvuta Jackson chumbani ambako kulikuwa na kitanda kikubwa cha futi 5 kwa 6, lakini pia kulikuwa na kabati la nguo, kulikuwa na meza ndogo pamoja na kioo kikubwa, lakini pia palikuwa na mlango wa kuingilia bafuni. Lakini sasa Mona Lisa, unaona kabisa muda umekwenda sana. Ungeenda kwanza nyumbani, tutazungumza hata kesho mchana ama asubuhi. Alikuwa anazungumza pale Jackson ambaye alikuwa anaonekana kama vile alikuwa anaelekea kuharibu ndoa ya Mona Lisa na mumewe. Nitamwahi nani sasa Jackson huko nyumbani ambako nasema? Sasa nasema kabisa kwamba kuanzia leo tutakuwa tunalala wote hapa siku zote. Sitaki kuacha hata siku moja. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo kama ungeisikia ungesema kwamba labda alikuwa anatania, lakini kumbe alikuwa serious kabisa kwa kile ambacho alikuwa anazungumza. Jackson akaamua kutulia kimya tu, na huku alikuwa anaomba kimoyomoyo kwamba Mona Lisa alale kweli kama ambavyo alikuwa anazungumza. Na au ndo kusema kwamba alizaa na mtu na kisha wakaachana? Alikuwa anajiuliza vile tu maswali Jackson katika moyo wake, na kisha akaingia kuoga, na huko Mona Lisa alikuwa anafanya mpango wa chakula. Tukielekea huko Masaki, Dar es Salaam sasa, nyumbani kwa mama yake na Mona Lisa, yani Belinda kwa jina lake la utotoni. Nyumba ilikuwa imepoa kweli kweli usiku wa leo. Mama Mona alikuwa amekaa tu na alikuwa anatazama taarifa ya habari kwenye TV. Sasa michakato ya kisiasa pamoja na vuguvugu la uchaguzi ndivyo vilikuwa vinapamba moto, na huko kila mmoja alikuwa anatabiri waziri wa mambo ya nje wakati huo ndio atachukua nafasi ya kuwa mgombea wa urais kupitia chama tawala. Hadija ambaye ndio alikuwa ni dada wa kazi wa hapa nyumbani alikuwa anaendelea zake na kazi tu upande wa jikoni, na huku mara chache alikuwa anakuja sebuleni na kuweka chakula, na kisha alikuwa anarejea tena jikoni. Si unajua tena mambo ya mboga saba katika familia za kitajiri kama hizi wanaita chakula draft. Una mega tonge, unapiga kushoto kulia, mbele nyuma, mboga zimejaa meza nzima. Lakini sasa Hadija kila pale ambapo alikuwa anaingia na kutoka sebuleni, alikuwa anamwona mama Mona, yani bosi wake, alikuwa ametulia tu macho kwenye TV bila kupepesa wala kuzungumza neno, kitu ambacho si kawaida kabisa. Mwanzo Hadija alikuwa nadhani kwamba bosi wake labda alikuwa anafuatilia habari kwa umakini mkubwa. Lakini sasa Hadija alikuja kushtuka mara baada ya kuona kwamba bosi wake alikuwa anatazama taarifa za michezo na tena mpira wa miguu kwa umakini ule ule kama wa mwanzo, kitu ambacho si kawaida kabisa kwake kufuatilia michezo. Hapo ndipo sasa alipogundua kwamba bosi wake alikuwa mbali kabisa kimawazo. Na ni kweli kabisa, mama Mona Lisa alikuwa anawaza mambo mengi sana kichwani. Moja ilikuwa ni tabia mpya ya binti yake ambayo alikuwa ameionyesha leo, kwa sababu licha ya kumweleza Daniel kwamba Mona Lisa yupo katika maongezi na marafiki zake, lakini ukweli ni kwamba alikuwa amezungumza uongo tu. Na kwa mujibu wa Mona Lisa mwenyewe,
Ni wazi kabisa kwamba alikuwa na mtu mwingine kabisa, na tena alikuwa ni mwanamume. Kwa sasa inamaanisha kwamba Mona Lisa ameamua kuingia katika mahusiano na mwanaume mwingine. Alikuwa anajiuliza pale tu maswali mama Mona aliyekaa kwenye kochi, macho yake alikuwa mbele kwenye TV. Sasa ni kwa nini Mona Lisa hampende kabisa kijana wa watu jamani? Na mbona ni mzuri tu na ana moyo mzuri kabisa? Alikuwa anawaza pale tu mama Mona ambaye bado alikuwa hajamwona Hadija ambaye alikuwa amesimama na alikuwa anamtazama. Hapa ni lazima tu nizungumzie na Mona Lisa. Hawezi kabisa kufanya kama hivi. Anataka anifanyie mambo aliyofanya zamani. Alikuwa anazidi kuwaza pale tu mama Mona ambaye anayakumbuka vizuri kabisa maneno ya mamake na Danieli kwamba Mona Lisa asije kufanya makosa kama ambayo aliyafanya mwanzo, na mwenzake alikuwa ameamua kumfichia aibu ya kuzaa na mtu ambaye hatambuliki. Kusema kweli kabisa, maneno hayo yalimuumiza sana mama Mona Lisa, kwa sababu aliona kwamba kulikuwa na ukweli wa 100%. Mama, chakula tayari. Mama Mona sasa ndio anastuliwa na sauti ya mfanyakazi Hadija. Da, hivi ndio kusema kwamba umesimama hapo kwa muda mrefu Hadija? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona, na huku alikuwa anainuka na simu yake mkononi. Alikuwa anaelekea kwenye meza ya chakula. Hapana mama, nimekuja sasa hivi tu. Na hiki chakula mezani umeandaa saa ngapi? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona. Hapo sasa Hadija anacheka kidogo. Mbona nilikuwa nimeandaa wakati unatazama taarifa ya habari mama? Ina maana kwamba na taarifa ya habari tayari? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona kwa sauti ya mshangao. Sasa ilikuwa ni zamu ya Hadija kushangaa. Mama Mona ile tu anakaa kwenye meza ya chakula, anabofya simu yake na kisha kuipiga namba ya babake Mona Lisa ambaye ni mzee Edison, ambaye sasa alikuwepo huko nchini kwake Mbogorendi, ambako kwa miaka ya sasa muda mwingi anakuwa huko. Simu hii inaita kwa muda mfupi na kisha inapokelewa. Habari za jioni baba Mona. Alikuwa anasalimia vile mama Mona Lisa kwa sauti yake iliyokuwa na utulivu, lakini ilikuwa na unyonge ndani yake pia. Vipi tena mama Mona, kuna usalama huko? Mbona umenyongea sana kiasi kama hicho? Alikuwa anauliza pale swali mzee Edison kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao kidogo. Kusema kweli kabisa baba Mona, huyu Mona naona kabisa huku ambako anaelekea atanitia uchizi. Naomba sana unisaidie. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti yake ile ile iliyonyongea, na hiyo inamshangaza kidogo mzee Edison. Sikuelewi hicho ambacho anazungumza mama Mona. Ni kwa nini unasema kwamba Mona Lisa anaweza kukutia uchizi? Na mimi unataka nikusaidia kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali mzee Edison kutokea huko upande wa pili wa simu. Hivi unajua kwamba Mona Lisa mpaka sasa hajaeleza kama amekubali kuchumbiwa na yule rafiki yake Danieli? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa inalalamika. Lakini mama Mona, mtoto si alishasema kwamba anaomba kupewa mwaka mmoja ili kusudi aendelee kutazama, si ndio hivyo au? Ni kweli kabisa baba Mona, hivyo ndivyo alivyosema. Lakini sasa baba Mona, huoni kabisa kama unapaswa kuwa mkali juu yake? Yaani kweli kabisa mtoto atupangie kila kitu ambacho tunatakiwa kufanya. Mwisho wa pili tuone amepata mtoto wa pili nje ya ndoa, itakuwaje tena? Alikuwa anazungumza pale kwa kulalamika mama Mona. Hapo sasa mzee Edison akashusha pumzi nzito. Sawa mama Mona, mimi kama baba naweza kuwa mkali. Na kweli kabisa akaolewa. Na vipi kama tutakuwa tumemlazimisha kuolewa na mwanaume ambaye sio sahihi kwake? Nitakwenda kweli mimi kumsaidia kukabiliana na machungu ya ndoa yake? Alikuwa anauliza pale swali mzee Edison kwa sauti tulivu kabisa. Hapo sasa mama Mona ndio akawa kama alikuwa amesharukwa.
Lakini baba Mona, mimi ndiye ambaye najua ni kitu gani ambacho kinamstahili Mona Lisa. Danieli ni kijana mzuri kabisa baba Mona. Namjua kutoka utoto wake. Ni mume mzuri kabisa kwa binti yetu. Basi sawa, niambie, ni kitu gani ambacho nataka kifanyike? Alikuwa anauliza pale swali mzee Edison kwa sauti tulivu. Mimi naomba wewe kama baba umshawishi mtoto akubali kuchumbiwa haraka na Danieli na hatimaye kuolewa kabla hajatutia aibu nyingine sisi. Alikuwa anazungumza vile mama Mona. Safari hii alikuwa anashusha sauti. Basi sawa, kuna shida. Nitampigia simu usiku huu wa leo. Mzee Edison alikuwa anazungumza vile kabla ya kuagana na mke wake na kukata simu. Afadhali sasa amekubali kuzungumza naye. Naamini kabisa kwamba atamkubalia tu baba yake, kwa sababu anamsikiliza sana yeye kuliko hata mimi. Alikuwa anazungumza vile mama Mona, na huku alikuwa anaweka simu yake pembeni na kuanza kujiandaa kupata chakula cha jioni. Angalau sasa moyo wake ulikuwa umetulia, kwa sababu hakuwahi kuomba kitu kwa mume wake alafu akakataa kumtimizia. Kila kitu ambacho Belinda alikuwa anakiomba kwa babake na Mona Lisa, yani mumewe, alikuwa anapewa kwa wakati kabisa. Sasa muda huu wa saa 3 za usiku, Mona Lisa pamoja na Jackson wako sebuleni. Walikuwa nakula tu na huku walikuwa kimya. Jackson alikuwa amevaa bukta yake mpya kabisa pamoja na t-shirt mpya. Alikuwa ameshaoga na sasa alikuwa anaonekana angalau kidogo afadhali. Mara kwa mara wawili hawa walikuwa wanatazamana na kuishia kutabasamaliana tu. Ni kama vile Mona Lisa alianza kumwonea Jackson aibu, na huko Jackson naye alikuwa ni kama Mona Lisa. Alikuwa anashindwa kabisa kumtazama usoni Mona Lisa. Ni wazi kabisa kwamba kila mtu alikuwa anapisha mawazo kichwani mwake. Wakati Mona Lisa akiwa anawaza jinsi atakavyoanza kufaidi dudu ya Jackson usiku wa leo, ambayo kichwani mwake alikuwa anahesabia kama mali yake rasmi, ndizi ambayo alikuwa ameikosa kwa miaka zaidi ya 5 sasa, Jackson yeye kichwani alikuwa anajiuliza maswali kwamba kama leo ataweza kukiuka kile ambacho alielezwa na mama yake, kwamba asije kabisa kutembea na mwanamke wa mtu hata siku moja, kikaja kumkuta kama kile ambacho kilimkuta wakati ule kule kijijini Romesha akiwa mwanafunzi wa darasa la 6. Ukweli ni kwamba macho ya wizi ya Jackson hayakuacha kabisa kuzurura kwenye mwili wa Mona Lisa na kuona vile ambavyo Mona Lisa alikuwa ni mzuri wa kuzidi mara 10 ya mwanzo, na huko kila kitu kilikuwa kinaongezeka maradufu. Na ukichukulia wazi kabisa kwamba Jackson hakuwa amejihusisha na jambo lolote la ngono kwa muda mrefu mpaka hapa alipofika leo, ikiwa tayari ni miaka 5 imepita na zaidi, basi tayari ndizi yake ilikuwa imeshaanza fuja huko chini. Licha ya kwamba Jackson alikuwa na njaa kali, lakini alikuwa anakula taratibu tu. Usingeamini kabisa kwamba mlo wake wa mwisho alikuwa ameushiriki toka jioni ya siku iliyopita. Kwa ufupi ni kwamba hicho ni kitu ambacho Jackson alikuwa amezoea. Jackson, nimekuchukulia simu dukani na nimekuwekea na laini pia. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa wakati wameshamaliza kula. Mona Lisa kweli kabisa anachukua hiyo simu ambayo alikuwa amenunua kwa ajili ya Jackson na kisha anamkabidhi. Jackson naye anaipokea simu na huku usoni alikuwa ametawaliwa na tabasamu la wanyonge. Kusema ukweli kabisa Mona Lisa, hata sijui ni kuambie kitu gani. Haya nilikuwa na stahili ni afanye mimi kuja kwako na sio kuyafanya wewe kunielekezea mimi. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ya upole iliyojaa ujasiri ndani yake. Lakini usijali kabisa Jackson, sawa? Wewe naweza kusema kwamba ni mtu muhimu sana kwangu. Isitoshe tumeshaunganisha damu na kuwa ndugu tayari. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa upendo wa hali ya juu kabisa, na kuzidi kumchanganya Jackson ambaye hakuwa anajua kabisa hayo maneno alikuwa anamaanisha kitu gani. Na tayari alikuwa ameshaona kuna vitu vingine alikuwa ameshapewa tayari, kione pamoja na nguo na viatu pia. Wanaendelea tu kuzungumza hili na hili. Mara simu ya Mona Lisa inaanza kuita, na Mona Lisa anapoitazama anagundua kwamba mpigaji alikuwa ni baba yake. Baba huyo anapiga. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa na mwenye furaha usoni
na huku alikuwa anapokea simu hiyo mara moja. "Shikamoo baba," anasalimia vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu wa hali ya juu kabisa. Wakati huo Jackson anainuka kutokea kwenye kochi ambalo walikuwa wamekalia na kuelekea chumbani. Ni kama vile hakutaka kuwa karibu, kwa sababu lazima tu angefanya jambo la bahati mbaya na kujikuta anaharibu mazungumzo. "Marahaba Mona. Vipi, unaendeleaje lakini wewe pamoja na mjukuu wangu Krala?" "Kusema ukweli kabisa baba, sisi tunaendelea vizuri tu. Sijui wewe huko pamoja na ndugu zangu mnaendeleaje?" Alikuwa anajibu vile Mona Lisa kwa sauti yake ile ile iliyokuwa na uchangamfu. "Huku tunaendelea vizuri kabisa Mona Lisa." Alikuwa anazungumza vile mzee Edison. Waliendelea kuzungumza mawili matatu, na mzee Edison alikuwa anauliza kuhusu biashara mpaka mwisho kabisa walipoingia katika lengo kubwa la kupiga hiyo simu. "Na vipi Mona Lisa, unaendeleaje na mpango wako wa kuchumbiwa mwanangu? Kwa sababu kusema kweli kabisa na mimi nataka nicheze mziki katika siku yako ya harusi kabla sijazeeka zaidi." Alikuwa anazungumza vile mzee Edison kutokea huko upande wa pili wa simu kwa sauti iliyokuwa na utani kidogo. Japo ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa mzee Edison kuzungumza jambo hili na kumshangaza Mona Lisa, lakini kusema kweli kabisa ilimshangaza hata mzee Edison mwenyewe kwa jinsi vile ambavyo Mona Lisa alivyopokea swali hilo. "Yaani baba, kusema kweli kabisa naweza kusema kwamba umekuja katika wakati mwafaka kabisa. Mwaka huu hauishi kabisa baba kabla hujacheza mziki kama ambavyo unasema." Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anaashia kicheko cha raha ambacho kilikuwa na aibu kwa mbali. "Na ninaamini kabisa kwamba utakuwa umefanya chaguo sahihi kabisa mwanangu, kwa sababu sitarajii kabisa kukuona ukiwa na huzuni juu ya maamuzi yako." Alikuwa anazungumza vile mzee Edward kwa sauti ambayo ilikuwa na utulivu mkubwa. "Baba, yani kama furaha yangu ni furaha yako pia, basi tarajia kuwa na furaha daima." Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa msisitizo kabla hawajaagana na kukata simu, na kisha Mona Lisa alielekea chumbani ambako huko alimkuta Jackson alikuwa amejilaza kitandani. Alikuwa anaishangaa tu simu yake mpya ambayo alikuwa amepewa. "Jack, nilikuwa nazungumza na baba. Nimeshamwambia kwamba huu mwaka hauishi kabla hatujafunga ndoa." Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha, na huku alikuwa anasogelea begi lake kidogo na kutoa gauni jepesi, akimwacha Jackson katika mshangao mkubwa. "Unaolewa na nani kwani Mona Lisa? Mimi nilikuwa nadhani ya kwamba tayari umeshaolewa." Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa mshangao uliokuwa na unyonge ndani yake. Mona Lisa mkononi akiwa ameshikilia kijinguo fulani chepesi ambacho mwanzo Jackson hakuwa amekijua. Anamtazama Jackson kwa macho ya mshangao na kisha kuzungumza. "Kwa sasa Jack, kumbe wewe ulikuwa nadhani ya kwamba mimi nilishaolewa? Naanza vipi sasa kuolewa wakati wewe ndio mwanaume wangu wa pekee kabisa Jack?" Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anasogelea usawa wa kioo. Na hiyo kusema kweli kabisa inamshangaza kidogo Jackson, ambaye anamtazama Mona Lisa ambaye anaanza kupembua nguo zake na kubakiwa na chupi peke yake, alafu anavaa gauni lake jepesi alafu fupi kabisa ambalo ndilo alikuwa ametoka kulichukua kwenye begi dakika chache tu zilizopita. "Sasa mwanaume ambaye ulikuwa naye yuko wapi Mona Lisa?" Alikuwa anauliza pale swali Jackson, ambaye sasa matumaini yalikuwa yameshaanza kurejea katika moyo wake. "Unamuulizia nani tena Jack jamani, wakati mwanaume niliye naye ni wewe hapo?" Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na kisha anasogelea switch ya taa, anazima taa nyeupe na kubakiwa na taa nyekundu, na kisha anapanda kitandani. "Kwa sasa Mona Lisa unalala hapa na wewe? Na vipi kuhusu mwanaume uliyezaa naye mtoto? Ni kwamba hamuishi pamoja au?" Alikuwa anauliza vile maswali Jackson, ni kama vile haelewi kabisa chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Mona Lisa anajilaza kitandani na kisha anamgeukia Jackson. "Ni wewe hapo Jackson?"
Anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ya kunong'ona, na huku alikuwa anaigusa pua ya Jackson kwa ncha ya kidole chake cha shahada, na watu wawili nyuso zao zinajawa na tabasamu. Acha utane bwana Mona Lisa, unajua mimi nakuuliza kiukweli ukweli. Sasa Jack, nani anayekudanganya baba? Ama ndo kusema kwamba unataka kumkata mtoto wako? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku alikuwa anamsogelea Jackson na kulaza kichwa chake kwenye kifua cha mwanaume huyu ambaye kusema kweli kabisa tunaweza kusema kwamba alikuwa anampenda kuliko mwanamume yoyote ule katika dunia hii. Lakini sasa Mona Lisa, mimi naweza vipi kuwa baba wa mtoto wakati leo ndio tunakutana baada ya miaka mingi kupita? Alikuwa anauliza pale swali Jackson kwa sauti ya mshangao. Mona Lisa ananyanyua uso wake na kumtazama Jackson usoni. Anatulia kidogo na kisha kuuliza swali. Jackson, kwani siku ile kule kijijini Lumesha kwa bibi Krala ulimwaga nje? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku alikuwa anashekasheka kwa aibu na kukupesha macho yake yasitazamane na macho ya Jackson ambaye aliacha tabasamu pana la mshangao. Kwa sasa Mona Lisa, unasema kweli kabisa mimi ni baba au? Ndio Jack, na mimi ndio mama wa mtoto wako. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha iliyokuwa imeambukizwa, kwa sababu alivutiwa na mshangao ambao Jackson alikuwa ameupata. Jackson anashika kichwa cha Mona Lisa na kisha kumgeuzia katika uso wake, na wanajikuta walikuwa wanatazamana. Mona Lisa, hivi unasema ukweli kabisa ama bado ni utani? Ndio, ni kweli kabisa Jack. Siku ile kule kijijini, zile siku 7 ulinipatia ujauzito. Nimezaa mtoto wa kike na nikampatia jina la bibi yako Krala. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti yake iliyokuwa na furaha. Kusema ukweli kabisa, naye alikuwa anafurahishwa na jinsi vile ambavyo Jackson alikuwa amefurahia. Jackson anamwacha Mona Lisa akimlaza kwenye kifua chake. Anatulia kwa sekunde chache, ni kama vile kuna kitu ambacho alikuwa anawaza, na kisha anapeleka mkono wake kwenye mgongo wa Mona Lisa. Analaza kiganja cha mkono wake ambacho sasa kilikuwa ni kigumu, na hiyo ni kutokana na kazi nzito ambazo alikuwa anafanya. Kusema ukweli kabisa, mimi nakushukuru sana Mona Lisa, kwa sababu hukujali kabisa hali yangu ya umaskini, ukaamua kukubali kuzaa mtoto na mimi. Wewe ni mwanamke wa tofauti sana, kusema ukweli kabisa, kwa sababu wanawake wengi huwa wanatoa mimba. Nakushukuru sana Mona, na kwa hakika na kuahidi kwamba nitakuheshimu na kukufanya uwe mwanamke wa kipekee sana kwangu. Alikuwa anazungumza pale Jackson ambaye sasa taratibu anatembeza kiganja cha mkono wake kwenye mgongo wa Mona Lisa kama vile kuna kitu ambacho alikuwa anatafuta. Hali hiyo inaleta raha sana kwa Mona Lisa ambaye ule mpapaso unamsumbua sana kwa mtekenyo mtamu. Mona Lisa anakunja mabega yake kwa msisimko, na huko tabasamu lilikuwa linaunda usoni mwake. Jackson, wewe ni mwanaume wa kipekee sana kwangu, na ndio maana siku zote nilikuwa nautunza mwili wangu kwa ajili yako tu wewe, kwa sababu nilikuwa najua kabisa kwamba unahitaji heshima ambayo unastahili kama mume wangu na kama baba wa mtoto wangu Krala pia. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na msisimko. Unapita ukimya mfupi, Jackson alikuwa anaendelea tu kupapasa mgongo wa Mona Lisa, kitu ambacho sio tu kwamba alikuwa amedhamiria kuleta matukio ambayo alikuwa anamtokea Mona Lisa sasa, ambaye mara kwa mara alikuwa anawaza tu na kuvuta hisia ya dudu. Hivyo Mona Lisa, ulishawahi kumwambia mtoto chochote kuhusu mimi? Alikuwa anauliza pale swali Jackson, na huku alikuwa anaendelea kutembeza mkono wake kwenye mgongo wa Mona Lisa, na mbaya zaidi sasa alikuwa anashuka mpaka katika eneo la chini kabisa ya mgongo. Ndio Jack, hata ile safari ya Songea tulikwenda wote na mtoto kumtafuta baba yake, na ana hamu kubwa sana ya kukuona wewe baba yake. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa ambaye sasa sauti yake ilikuwa ya chini iliyokuwa na uchovu. Unapita ukimya mfupi tena. Mara Mona Lisa anajigeuza kidogo na kupalisha mguu wake juu ya Jackson,
upaja unakwenda kukandamiza ndizi ambayo toka mwanzo kabisa ilikuwa imejitutumua. Hivi Jack, wewe si unaumwa? Nilikwambia kwamba naumwa. Alikuwa anauliza pale Jack swali kwa mshangao. Si unaumwa mguu jamani Jack au? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku alikuwa amelaza kichwa chake kifuani kwa Jackson, na huku mkono wake alikuwa anauzungusha mgongoni kwa Jackson, ni kama vile alikuwa anamkumbatia hivi. Ni kweli kabisa naumwa mguu Mona Lisa, lakini sio sana, ila naweza kufanya kazi kama kawaida. Alikuwa anazungumza pale Jackson ambaye anawaza kazi ya kuwasaidia wenzake kule ambako alikuwa anafanya kazi ya saidi ya fundi. Hapana, sio kama hivyo Jackson. Mwenzako kusema kweli kabisa anashindwa kuvumilia. Unashindwa kuvumilia kitu gani tena Mona? Kwani unaona kidonda kikubwa sana au? Alikuwa anauliza pale swali Jackson ambaye kusema kweli kabisa alikuwa anaziona dalili zote za kula kitumbua usiku wa leo, japo bado alikuwa hajiamini. Yaani naogopa nitakutonesha kidonda, kwa sababu mwenzako tayari bakuli langu limejaa mlenda. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anaficha uso wake kwenye kifua cha Jackson, na huku alikuwa ananyosha mkono wake usawa wa ndizi ya Jackson na kulaza kiganja cha mkono wake juu ya ndizi ambayo ilikuwa ndani ya bukta. Mona Lisa alikuwa anahisi alikuwa amegusa ndizi ambayo ilikuwa imekomaa kweli kweli, kwa sababu lisha kwamba kwa sasa ilikuwa ni kubwa, lakini pia ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Jackson anacheka kicheko cha raha na aibu kwa mbali, na kisha anazungumza. Lakini sidhani kabisa kama mimi naweza kuwa na chaguo katika hilo Mona, kwa sababu hata mimi kusema kweli kabisa ndizi imeiva kweli. Alikuwa anajibu vile Jackson, na huku alikuwa anashusha kiganja chake cha mkono kupeleka mkono kwenye mbavu za Mona Lisa, na kisha anaanza kuzipapasa. Sasa mbona hii hapa hujavua Jackson? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa amezidiwa na pumzi nzito, na alikuwa na hemea mdomo kama vile mtu mwenye mafua, na huku alikuwa anashika bukta ya Jackson na kuishusha kidogo, na anapenyeza mkono wake na kukamata ndizi ya Jackson, anaikumbatia kwa kiganja cha mkono wake, na kuona kwamba sasa ilikuwa ni kubwa, haitoshi hata kwenye kiganja, tofauti na mwanzo miaka 5 iliyopita. Na ni kweli kabisa Jack, hata mimi naona ndizi yako imeiva. Anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ya kunong'ona, na huku alikuwa anatoa mkono wake kwenye bukta ya Jackson na kuanza kupanisha gauni lake, na alikuwa anafuatiwa na kuvua nguo yake ya ndani ndogo kabisa ambayo ndio ilikuwa imefunika bakuli la mlenda. Hebu tazama kwangu Jackson, mwenzako nimeshaanza kujaa mlenda tayari. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa analala chali na kutanua miguu yake. Hapo Jackson ambaye bado alikuwa hajaamini macho yake, anapeleka mkono wake taratibu kwenye bakuli la mlenda la Mona Lisa. Hapo sasa, baada ya kufanya kile ambacho alikuwa ameambiwa, Jackson yeye hakugusa mlenda wala sehemu nyingine ya bakuli. Badala yake alipeleka kidole moja kwa moja kwenye kunde ya Mona Lisa na kulaza vidole vyake viwili juu ya kunde ambayo nayo ilikuwa imelowana kwa mlenda. Mona Lisa anaachia mhemo mrefu wa msisimko, kumaanisha kwamba alikuwa anasikia raha, na alikuwa anafumba macho na kuzidi kutanua miguu yake zaidi, akiacha nafasi kwa vidole viwili vya Jackson vianze kutembea taratibu kwenye kunde yake ambayo sasa ilikuwa imejitokeza kwa nje kama dudu ya mtoto mchanga. Wakati haya yote yanaendelea usiku huu hapa katika hoteli ya Panama mkoani Pwani, huko nyumbani kwa mamake na Mona Lisa, yeye alikuwa kitandani tu akiwa anawaza juu ya kile ambacho alikuwa anahisi kwa binti yake. Eti anasema kwamba ana maongezi. Maongezi gani hayo? Kwa sababu kama ndio kusema kwamba angekuwa katika biashara, ni lazima tu angekuwa ameshatuambia tayari kwamba alikuwa anaelekea kwenye maongezi ya biashara. Alikuwa anazidi kuanza pale tu mama Mona, na huku alikuwa anajigeuza kila baada ya dakika moja pale kitandani. Na huyu mtoto usikute tayari ameshapata mwanaume mwingine huko, ama atakuwa ni yule ule mpuzi wake yule.
Alikuwa anazidi kuanza vile tu Mama Mona, ambaye hakuwa anataka kabisa kuona binti yake alikuwa anapendwa kwa ajili ya utajiri ambao alikuwa nao kama wazazi, ama kwa ajili ya miradi na pesa ambazo alikuwa nazo Mona Lisa mwenyewe. Lakini sasa ni kwa nini nazidi kuhangaika wakati naweza hata nikampigia na kumuuliza mwenyewe? Alikuwa anazidi kujisemea vile tu mamake na Mona Lisa, na huku alikuwa anachukua simu yake kwa ajili ya kumpigia Mona Lisa ama Mama Clara, lakini hakufanikiwa kabisa kufanya hivyo, kwa sababu kabla hata hajapiga akaona simu yake ilikuwa inaanza kuita, na mpigaji alikuwa ni mumewe Mzee Edison, ambaye alimwandika jina la Baba Mona katika simu yake. Haraka sana Mama Mona anapokea simu hiyo. Halo, niambie Baba Mona, ulifanikiwa kuzungumza naye? Alikuwa anauliza pale swali Mama Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku ya hali ya juu kabisa. Nimezungumza naye Mama Mona, na tena anaonekana kwamba ni mtu mwenye furaha kubwa sana. Alikuwa anazungumza vile Mzee Edison kutokea upande wa pili wa simu. Na anasemaje? Mama Mona anauliza pale swali akionyesha shauku ya wazi kabisa kutaka kusikia jibu la Mona Lisa. Na ni wasiwasi wako tu Mama Mona. Mbona Mona Lisa yeye hana shida yote, na tena hata yeye ameonyesha kwamba ana shauku kubwa sana kutaka kuolewa, kwa sababu anasema kwamba huu mwaka uishi atakuwa ameshaolewa tayari. Alikuwa anazungumza vile Mzee Edison kwa sauti tulivu iliyokuwa ya kawaida kutokea huko upande wa pili, na huko pembeni ilikuwa nasikika sauti ya mwanamke mtu mzima. Na mtujulisha mapema tu jamani, na sisi tutakuja kabla ya kuandaa sherehe ya kumkaribisha huku. Huyo alikuwa ni mke wa Bwana Edison wa huko Mbogelendi, ambaye alishakuwa na urafiki mzuri kabisa na mke mwenzake Mama Mona wa huko Tanzania toka zamani kabisa, mara baada ya kugundua kwamba mume wake alikuwa amezaa huko Tanzania. Kusema kweli kabisa, jibu la Mzee Edison linaulipua moyo wa Mama Mona kwa furaha. Usijali kabisa dada, nitawajulisha mapema kabisa. Cha msingi tuendelee kushawishi akubali tu kuolewa haraka, asije kuzaa tena nje ya ndoa tukapata aibu nyingine. Alikuwa anazungumza vile kwa msisitizo Mama Mona, ambaye sasa alikuwa anaonyesha furaha ya wazi kabisa. Wanazungumza mawili matatu kabla ya kuagana na kukata simu. Hapo sasa Mama Mona hakusubiri hapo, akapiga simu kwa Mama Danieli ambaye hakuchelewa kabisa kupokea. Halo dada, vipi tena, kuna jipya? Alikuwa anauliza pale swali Mama Dani ambaye alikuwa anaonekana kuzidiwa na kilevi kidogo. Dada, hapa nasema tu kwamba jiandae kwa harusi mwenzangu. Baba Mona ameshazungumza tayari na Mona na ameshamweleza kwamba huu mwaka uishi kabla ya kufunga ndoa. Kwa hivyo jiandae kabisa kwa ajili ya harusi. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa imechangamka. Mambo si ndo hayo sasa jamani Mama Mona? Na siku zote ulikuwa unachelewa nini sasa mdogo wangu jamani wewe? Alikuwa anazungumza vile Mama Dani kwa sauti ya furaha, akiwa anashindwa kabisa kuficha hali yake ya ulevi ambayo alikuwa nayo. Majira ya saa 2 za asubuhi inawakuta Mona Lisa pamoja na Jackson Kifaru walikuwa bado kitandani. Walikuwa wamechoka ile mbaya. Macho yalikuwa yamewawiva kwa uchovu wa usingizi, na kama ungewaona msikilizaji asubuhi ya leo, usingejiuliza mara mbili kabisa kujua kwamba hawa wawili walikuwa wamechelewa sana kulala usiku wa jana. Na kusema kweli kabisa Jackie, kama tukifanya kama hivi na leo, basi utakuwa umefidia kiu yangu ya miaka yote 5. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye alikuwa amelala kifuani kwa Jackson, na walikuwa ni watupu kama walivyozaliwa. Hivyo Mona Lisa, unajua kwamba kwa sasa umezidi utamu maradufu tofauti na mwanzo Alikuwa anazungumza vile Jackson, na watu wawili walishaka kivivu, na sasa ni kama vile hawaoniani kabisa aibu kama mwanzo. Basi ndo ujue kwamba nimejitunza sana kwa ajili yako Jack. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na wakati ule wakasikia hodi ilikuwa inagongwa huko mlangoni. Atakuwa ni mhudumu analeta chakula. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anainuka haraka akiwa uchi kabisa, anavaa gauni lake jepesi na kuelekea sebuleni. Jackson alikuwa anamsindikiza tu kwa macho,
Ni kweli kabisa msikilizaji, wawili hawa usiku wa leo walikuwa wamelala masaa 3 tu basi. Yaani walikuwa wamelala saa 11 za alfajiri na wameamka saa 2 kasoro. Usiku kucha walikuwa wanapeana dudu kama bata. Ni kitu ambacho huwezi kabisa kuamini ni kwamba mara baada ya mchezo wa kwanza uliochukua dakika 10 peke yake, walipumzika kama dakika 5 tu kabla ya kuingia tena katika mchezo. Safari hii walikuwa wameshaondoleana kabisa heshima ile ambayo walikuwa nayo. Yaani hapakuwa na mmoja mwenye kumwonea aibu mwenzake. Mona Lisa alimweleza Jackson cha kufanya na Jackson akamweleza Mona Lisa cha kufanya pia. Jackson, kama unajijua kwamba mimi ndio mke wako, basi leo nataka unifanye kadiri vile ambavyo unaweza. Nifanye tu mume wangu. Usinione huruma kabisa, we nifanye tu. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kumhamasisha Jackson, na Jackson muda wote alikuwa anapeleka moto tu. Na kitu kingine ambacho alikuwa amejaliwa nacho Mona Lisa, ukiachilia mbali uzuri wake wa sura, umbo pamoja na rangi ya ngozi yake ya mwili, macho mazuri, midomo, pua na hata sauti ya kuongelea na kucheka. Lakini pia mwanamke huyu alikuwa amejaliwa sauti nzuri wakati wa kupeana dudu, sauti ambayo kuna wakati ilikuwa namfanya azidi kukitesa kitubwa chake, kwa sababu sauti ya miguno pamoja na mbembelezo ambayo alikuwa anaitoa ilikuwa nazidi kupandisha mizuka ya Jackson kifaru na kumfanya azidi kupeleka ndizi kwenye bakuli la mlenda kama vile alikuwa na injini katika mwili wake. Kwa sababu sauti ya miguno pamoja na mbembelezo ambayo alikuwa anaitoa ilikuwa nazidi kumpandisha mzuka bwana Jackson na kumfanya azidi kupeleka ndizi kwenye bakuli la mlenda muda wote kama vile alikuwa na injini katika mwili wake. Leo haikuwa ni kama vile ambavyo ilikuwa kule kijijini Lomesha miaka 5 iliyopita. Leo walivuruga mpaka kitanda kwa mitindo mbalimbali waliowahi kuifanya na mingine ambayo walishawahi kuisikia tu, na kila pale ambapo alikuwa anamaliza mtindo huu walikuwa nakaa kidogo wakizungumza ile na lile, na huko Mona Lisa akiwa anamsimulia Jackson kile ambacho kilitokea wakati walipoachana, na kisha wanaendelea upya tena kupeana dudu pale ambapo Mona Lisa alipokuwa anahisi dudu ya Jackson ilikuwa imesimama. Walishtuka saa 9 za usiku, bado walikuwa hawajalala. Wakati huo Mona Lisa alikuwa ameshamweleza Jackson baadhi ya mambo mengi ambayo yataanza kufanyika kuanzia siku ya kesho Jumamosi kuhusu kuweka mambo sawa katika maisha yao. Lakini pia alikuwa ameshamweleza kila kitu kuhusu Daniel Kabazu. Lakini hata usiwe na wasiwasi na Jack, kwa sababu sijawahi kabisa kufanya naye chochote kile, na nilishasema kwamba nikikupata tu sintoelewa naye. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye alikuwa anamwambia Jackson kwamba watapanga siku amkutanishe na mtoto wa Ukrala na baadaye wakutane pia na wazazi wake wote wawili. Asubuhi ya saa 2 wawili hawa kabla ya kuagiza supu walipeana kwanza ndizi kwa mlenda na kisha wakaagiza supu kupitia simu ya mezani ya mlendani. Mara baada ya hapo akaanza kupeana ratiba ya leo, na huko Mona Lisa alikuwa anamwambia Jackson kwamba sasa jukumu la nyumbani kwao amwachie yeye, na kwamba Jackson yeye kazi yake ya sasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mguu wake unarejea katika hali yake ya kawaida, na huku anapumzika na kusubiria tu mipango ya baadaye. Wawili hawa wanaoga kwa pamoja katika bafu la chumbani, huku uzalendo ulikuwa nakosekana huko bafuni, kwa sababu wanaanza kupeana ndizi kwa mlenda na kisha wanatoka na kwenda kupata supu ambayo wanaila, na huku wanazungumza na kucheka kwa pamoja. Nyuso zao zote zilikuwa na furaha kubwa sana, na tunaweza kusema kwamba Mona Lisa furaha ambayo alikuwa naipata leo alikuwa hajawahi kabisa kuipata toka anamaliza shule kidato cha 4 kule Songea. Miaka yote 5 kuelekea 6 alikuwa hajawahi kabisa kufurahia kama leo. Wanapomaliza kula wote wanavaa nguo zao ambazo zingewaruhusu kutoka nje. Wakati Mona Lisa alikuwa amevaa nguo ambazo alikuwa amekuja nazo jana, Jackson alikuwa anavaa suruali ya jinsi la blue, raba nyeusi pamoja na t-shirt nyeupe. Na kusema kweli kabisa alikuwa amependeza mno Jackson kifaru. Zilikuwa ni nywele tu ambazo ndizo zilikuwa zinamwangusha, kwa maana kwamba bado alikuwa hajazinyoa. Lakini ngozi yake ilipakwa mafuta mazuri kabisa, japo kwa mbali ungeona utofauti. Lakini sasa alikuwa anaonekana ni yule Jackson kifaru wa zamani,
Angalau unaweza kusema kwamba na yeye alikuwa amejipata. Hata Mona Lisa alipokuwa anamshusha maili moja, ni kama alianza kuwa na kawivu fulani kwa Jackson. Jackie, sidhani kabisa kama utakaa muda mrefu bila kunipigia simu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anafungua zipu ya mkoba wake na kuzamisha mkono wake ndani, akaibuka na kitita cha pesa. Na uhakikishe kwamba unanyoa vizuri kabisa baba. Alafu nunua nguo nyingine pia, na watumie wakina baba pesa zitakazobakia kule kijijini. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, ambaye alikuwa amempatia Jackson kile kibuda cha pesa ambacho mimi na wewe hatujui kabisa zilikuwa ni pesa ngapi, lakini zilikuwa zinaonyesha ni pesa nyingi mno. Mara baada ya hapo, Mona Lisa aliondoka zake na kuelekea nyumbani akajiandae ili kusudi aende kazini, kwa sababu ilikuwa ni lazima aende akakabidhiwa orodha ya wafanyakazi wapya. Wakati huo Jackson na kile ambacho alikumbuka kwanza ilikuwa ni kupiga simu nyumbani kwa Mwalimu Ndunguru, yule ambaye alikuwa anafundisha katika shule ya msingi Mwenge Mshindo, kule ambako wazazi wake walikuwa naishi. Shikamoo mwalimu. Alikuwa anazungumza pale Jackson. Mara baada ya simu kupokelewa, ni wazi kabisa hata Mwalimu Ndunguru alitambua sauti ya Jackson, ambaye mara zote huwa anatumia simu za vibandani kupiga. Marhaba Jackson, vipi habari za toka wiki iliyopita? Huko ni salama kabisa mwalimu. Samahani, sijui lini utakwenda mjini. Nilikuwa nataka nikutumie pesa kidogo kwa ajili ya wazee mwalimu. Alikuwa anauliza vile swali Jackson, ambaye kuzungumza kwa nidhamu kama vijana wa Njombe kwa kina Felix Mwenda ilikuwa ni kawaida kabisa kwake. Jackson, yani hivi ambavyo nazungumza na wewe, nimeshuka kutokea kwenye gari sasa hivi, ndio naingia mjini hapa. Saa 7 za mchana nitakuwa narejea tena Mwenge Mshindo. Kwa hivyo kama kuna maagizo nifanyie chapu ili kusudi nipeleke. Alikuwa anazungumza pale Mwalimu Ndunguru, ambaye kwa umri wake walikuwa wamepishana miaka kama 5 tu hivi na Jackson. Sawa mwalimu, basi ngoja nitafute sehemu ya kutuma pesa, alafu nitakupigia tena. Alikuwa anazungumza pale Jackson kabla ya kukata simu, na kisha akaanza kutafuta ofisi za mabasi ambayo anakwenda huko Songea. Akabahatisha kampuni ya TT Express, ambaye ilikuwa ni mali ya mpenzi wake Mona Lisa. Akakabidhi pesa na wakampatia kodi namba ambazo ni lazima azipate yule ambaye alikuwa anatumiwa pesa kwa ajili ya kuchukua hizo pesa huko Songea katika ofisi za basi hili la Trench Town Express. Mara baada ya hapo sasa, Jackson akampigia tena simu mwalimu akimtajia zile namba za siri ambazo alikuwa amepewa. Na nimetuma shilingi 100,000 mwalimu. Alafu ukifika nyumbani utanibipi ili kusudi nikupigie na nizungumzie nao. Alikuwa anazungumza pale Jackson, ambaye licha ya kwamba leo pia alikuwa anavuta mguu wake, lakini alikuwa anaonekana kuna wili kidogo. Hata uchangamfu alikuwa nao tofauti na siku nyingine. Hapo kwanza ulifuata mguno kutokea huko upande wa pili wa simu. Jackson, unasema kwamba umetuma 100,000? Alikuwa anauliza pale swali Mwalimu Ndunguru kama vile hakuwa amesikia vizuri hapo mwanzo. Ndio mwalimu, ni 100,000 nimetuma. Alikuwa anazungumza pale Jackson na kukumbuka kwamba wakati huo mshahara wa kima cha chini cha walimu ulikuwa ni shilingi 50,000. Alafu yeye anasema kwamba alikuwa ametuma 100,000 ya Kitanzania. Basi sawa Jackson, hakuna shida, lakini hakikisha tu kwamba unakuwa karibu na hii simu, sawa? Alikuwa anasisitiza vile Mwalimu Ndunguru, ambaye mpaka hapo kuna jambo alikuwa bado hajalijua. Sawa, nitakuwa nayo mwenyewe kwa sababu hii ni simu yangu mwalimu. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na hapo sasa akasikia sauti ya furaha kutokea huko upande wa pili wa simu. Basi hongera sana bwana Jackson. Vipi, umeshapata kazi nzuri nini? Tupiane madili hayo. Madili wapi mwalimu? Sasa tumia 20,000 basi mwalimu kwa bebea mahitaji muhimu kule nyumbani. Alikuwa anazungumza pale Jackson kabla hawajaagana na kukata simu, na kisha Jackson akaelekea kwenye saluni kwa ajili ya kunyoa nywele. Bwana Daniel Kabazu akiwa bado ndani ya chumba cha gesti hii ambayo jina lake ni mpaka uulize kwa wenyeji, kwa maana kwamba hapa kuonekana kabisa kibao la tangazo kwamba kulikuwa na gesti hapa. Daniel Kabazu anatazama kushoto kwake
anamwona msichana mmoja ambaye alikuwa amelala bila nguo yoyote. Anatazama kulia kwake, nako anaona kulikuwa na wasichana wawili, na mmoja alikuwa amelala kifuani kwake, na wote walikuwa kama yeye, kwa maana kwamba walikuwa hawajavaa hata kitambaa kidogo cha kuhifadhia nyeti zao. Kichwa kilikuwa ni kizito sana bwana Dani. Maumivu yalikuwa ni kwa mbali, na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya pombe pamoja na kuchelewa kulala. Danieli alikuwa anajiuliza tu maswali kwamba ni kitu gani ambacho kimemwamsha mapema. Sekunde chache baadaye anagundua kwamba ilikuwa ni simu yake ambayo bado ilikuwa inaendelea kuita. Danieli anaichukua simu yake na kutazama jina la mtu ambaye alikuwa anapiga. Anaona kwamba mpigaji alikuwa ni mama yake. Anapokea mara moja na kisha kumsalimia kwa sauti nzito yenye mikwaruzo ya pombe na usingizi pia. Sasa wewe endelea kulala tu Danieli kwenye mabaa hayo, badala ya kuanza kuandaa mipango kwa ajili ya ndoa. Alikuwa anazungumza vile mama Danieli kutokea huko upande wa pili wa simu, na hiyo inamstua kidogo Danieli Kabazu ambaye anamwondoa mwanamke yule aliyekuwa kifuani kwake na kunyanyuka kutokea pale kitandani. Mama, sijakuelewa, unasema? Tayari huko Danieli mwanangu. Mtoto ameshaingia katika mtego na amesema kwamba siku sio nyingi mtafunga ndoa. Alikuwa anazungumza vile mama Danieli kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha kubwa. Mama, unasema kweli kabisa ama unatania? Na wewe amekuambia nani mama? Alikuwa anauliza vile swali Danieli ambaye ni kweli kabisa haamini kabisa kile ambacho alikuwa nasikia. Sikiliza mwanangu Dani, sawa? Wewe umezaliwa kidume na ni lazima malengo yako yote yatimie. Hebu mpigie simu kwanza mwanamke wako, uonyeshe kwamba hukupendezwa kabisa na kitendo cha jana cha kutokupokea simu zako. Nafikiri kwamba atakwambia mkutane ili kusudi mjadili kuhusu kufunga ndoa. Alikuwa anazungumza vile mama Danieli kutokea huko upande wa pili wa simu, ambaye sidhani kabisa kama alikuwa anakijua hata hiki ambacho alikuwa anazungumza. Mimi siku zote najua vizuri kabisa kwamba mipango yako mama huwa haikwami. Wacha kwanza nimpigie simu sasa hivi hapa. Danieli alikuwa anazungumza vile kisha alikata simu, na pale pale alianza kutafuta namba ya simu ya Mona Lisa kwenye simu yake. Alipoipata aliipiga, nayo ikaanza kuita mara moja. Muda huo huko upande wa pili Mona Lisa yeye alikuwa anaingia nyumbani kwake na alikuwa anakutana na mtoto wake Krala ambaye alikuwa anakunywa chai. Mama, zawadi yangu. Alikuwa anazungumza vile Krala mara baada ya kumwamkia mama yake. Jamani mwanangu, achana kwanza na zawadi ndogo ndogo. Nimekuandalia bonge moja la zawadi mwanangu. Hata we mwenye utapenda, sawa? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye uso wake muda wote ulikuwa umetawaliwa na furaha tu. Lakini mama, ulisema kwamba leo utaniletea mdoli wangu. Alikuwa anazungumza vile mtoto Krala ambaye anaacha kunywa chai, anaongozana pamoja na mama yake kuelekea chumbani. Krala mwanangu, siku zote vitu vizuri havihitaji haraka, sawa? Nipishe kwanza nijiandae kwa ajili ya kuelekea kazini. We mwenye utafurahi, sawa mwanangu? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na bembeleza. Basi sawa mama, mimi nitasubiri. Krala alikuwa anazungumza vile na kisha alitoka nje ya chumba akimwacha mama yake sasa ambaye alitumia kama dakika 30 mpaka alipotoka chumbani. Muda wote simu yake ilikuwa inaita tu kwa fujo bila kupoa, lakini kile ambacho alikuwa anaona yeye ni kwamba amalize kwanza kujiandaa na kisha atazungumza na huyo mtu ambaye alikuwa anampigia wakati ambao atakuwa anaelekea kazini. Mona Lisa anamaliza kujiandaa na kutoka chumbani, na huku alikuwa amevalia gauni refu lenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na maua lilokuwa limemkaa vizuri kabisa, lakini pia viatu vyekundu ambavyo vilikuwa na visigino virefu vilikuwa vinazidi kumfanya apendeze, bila kusahau begi la mkononi ambalo lilikuwa linafanana kabisa kwa rangi na nguo ambazo alikuwa amevaa, ambazo zina mfanano na bendera ya nchi ambayo alikuwa anatoka baba yake, yani nchi ya Mbogoland. Shikamoo dada. Subira alikuwa anasalimia vile ambaye kama tu asingetoka jikoni basi asingeonana kabisa na bosi wake ambaye alikuwa anamuita dada. Oh dada Subira, mambo? Poa tu dada.
Mwenzako jana Uncle Dani alikuja hapa kukuulizia. Alikuwa anazungumza vile subira na huku alikuwa anacheka. Achana naye. Vipi, kuna mtu mwingine labda alipiga simu kwa ajili ya kuniulizia? Alikuwa anauliza vile swali mama Krala na huku alikuwa anatembea kuelekea nje. Hapana dada, hakuna. Alikuwa anazungumza vile subira na huku Krala alikuwa anadakia juu kwa juu. Mama, mimi Uncle Dani simpendi kabisa. Mwambie asije tena hapa kwetu mama. Alikuwa anazungumza vile Krala kwa sauti ambayo ilikuwa inamaanisha kweli kile ambacho alikuwa anazungumza, kwamba hakuwa anampenda kabisa Daniel Kabazu. Usijali kabisa mwanangu, sawa? Akija baba yako basi Uncle Dani hautomwona tena hapa nyumbani, sawa? Alikuwa anazungumza vile mama Krala ambaye sasa alikuwa anaelekea kwenye gari yake nyingine Toyota Land Cruiser na sio ile Toyota RAV4 ambalo alikuwa amelitumia jana jioni. Wakati mama Krala anaondoka hapa nyumbani na gari lake, akatazama simu yake na kujionea missed calls za watu watatu. Mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni Aisha ofisini. Mtu wa pili alikuwa ni Danieli na mtu wa tatu alikuwa ni mama yake. Akaona kwamba itakuwa ni vizuri kama akianza na huyu Aisha wa ofisini kwake. Aisha alikuwa anamuuliza kama leo atakuja kazini ama yeye ndio aende nyumbani kwake kwa ajili ya kupeleka hesabu. Maana toka jana ulipoondoka na yule Jackson hatujawasiliana kabisa. Alikuwa anamaliza kuzungumza pale Aisha. Nipo njiani dada Aisha, na kuja hapo ofisini. Nafikiri kwamba tutazungumza vizuri. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kabla hajakata simu na kisha kumpigia mama yake. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 13. Tutaanzia hapa ambapo Mona Lisa anatoka nyumbani na kuelekea kazini mara baada ya kuachana na Jackson pale barabarani, ambaye yeye alielekea kutuma pesa nyumbani, kufanya matumizi mengine ya kununua nguo pamoja na kunyoa nywele zake pia. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Max, na hii inaitwa Ndizi kwa Mlenda.